utendaji wa uungu katika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kinachomtofautisha Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni aina ya utukufu inayokaa juu yao. Watu wengi sana wanafikiria Baba ni mkubwa kuliko Mwana na Mwana ni mkubwa kuliko Roho Mtakatifu kwa sababu ya aina ya utukufu wanaoona juu ya Mwana ama juu ya Baba. Mungu anapokuwa katika Mwana ana utukufu tofauti na anapokuwa katika Roho ana utukufu tofauti. Na hii haimaanishi is inferior than, haimaanishi yeye ni mdogo kuliko yule. Haimaanishi Mungu anapokuwa katika Roho Mtakatifu ni mdogo kuliko anapokuwa katika Baba. Kinachomtofautisha ni aina ya utukufu anaokuja nao. Mungu anapokuwa Baba ana utukufu mwingine, na anapokuwa Mwana ana utukufu mwingine, na anapokuwa Roho Mtakatifu ana utukufu mwingine. Mungu wetu anaishi katika utatu. Kwa nini nimesema anaishi? Si tu kwamba anafanya kazi katika utatu, lakini pia anaishi katika utatu. He lives, he dominates, he exists. Ningesema kwenye Kiingereza, God exists in Trinity. Mungu ana exist, anaishi. Mungu anaishi katika utatu. Kwa nini Mungu anaishi katika utatu? Kwa sababu hakuna wakati wowote Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu wanaachana. Yaani hakuna wakati wowote Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wanaachana. Mungu Baba anaishi kwenye utukufu wake. Yuko kwenye kiti chake cha enzi, mahali ambapo yeye hakaribiwi. Nilikwambia hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nikakwambia hapo mwanzo Mungu hapo mwanzo akiwa kwenye utukufu wake wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Katika huo utukufu akaja akaumba mbingu, akaumba nchi. Mungu hakai kwenye mbingu wala hakai kwenye nchi. Hakai kwenye mbingu za malaika wala Mungu haishi na malaika. Mungu anaishi kwenye utukufu wake. Hapo mwanzo Mungu alikuwepo kabla ya mbingu na nchi hazijawepo. Nchi inawakilisha ulimwengu unaoonekana na mbingu zinawakilisha ulimwengu usioonekana. Na mbingu za mbingu ziko aina nyingi za mbingu, lakini Mungu kwenye ile mbingu yake mwenyewe ambayo yeye anaishi kama Baba, yeye hiyo mbingu haiingiliwi na chochote. Na ngoja niwaambieni, Biblia inasema hivi, yeye sisi atatoka, Mungu atatoka kwenye utukufu wake, atakuja kukaa na wanadamu. Amen. Watu wanasema tunaenda mbinguni, lakini mbingu tunazoenda sio zile za Baba anapoishi. Tunaenda kwenye mbingu ambazo Mwana anazitengeneza. Mungu Mwana sasa hivi yuko bize kutengeneza mbingu. Biblia inasema anatengeneza nchi mpya na mbingu mpya. Anatengeneza mji mpya ambao haki yake inakaa wapi? Ndani yake. Na anasema kwenye hizo mbingu mpya na hiyo nchi mpya hakutakuwa na jua wala mwezi wala baramwezi, bali yeye atang'aa kama jua. Kwa hiyo mbingu yote itakuwa na utukufu wake. Ukijaribu kufikiria kwa akili za kibinadamu unashindwa kuhandle. It is very hard for a human mindset to comprehend that. Utawala, uwezo wa kibinadamu utafikiria tu, lakini hauwezi kucomprehend, hauwezi kushika hiyo. Lakini ina simplicity, yeye Mwana anatengeneza mbingu mpya na nchi mpya, na yeye Baba anaishi kwenye utukufu wake, alafu yeye Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Mtu yeyote asiye na Roho Mtakatifu kama yuko hapa ameletwa tu na sababu, lakini mtu ambaye anakuja kumwabudu Mungu, huyo ana Roho Mtakatifu. Kaka yangu, ulikuwa unapiga pambo na bao, ulikuwa unakuja kutoa hela, ulikuwa na matarajio yote ya kutoa hela, kuna kitu chochote kikulifuata? Ni Roho Mtakatifu amekuleta. Ukiona umeenda mahali kwa ajili ya Bwana tu, huyo ni Roho wa Bwana. Huo unanena kwa lugha, huyo unaenda kwa lugha. Watu wengine wanafikiria kunena kwa lugha ndio ishara ya kuwa na Roho Mtakatifu. Kunena kwa lugha ni kipawa na karama. Kunena kwa lugha sio ishara. Hakuna anayeweza kuokoka kama hajapokea Roho Mtakatifu. Anayekuzaa mara ya pili anaitwa nani? Roho Mtakatifu. Kunena kwa lugha ni kipawa na karama ya maombi. Kama uneni kwa lugha haimaanishi una Roho Mtakatifu ndani yako. Tafuta kunena kwa lugha. Kipawa cha kunena kwa lugha kinakusaidia unapoingia kwenye maombi, unaomba muda mrefu. Na karama ya kunena kwa lugha inakusaidia kuunganisha. Kuna wakati unakosa cha kuomba. Wangapi unakaaga ukiwa una karama ya kunena kwa lugha inakusaidia wakati una cha kuomba. Yaani kuna wakati una matatizo au una shida. Huna mtu anasema mimi sina muda ya maombi. Wakati una muda ya maombi, kunena kwa lugha kunakusaidia. Ndio maana ukisikia mtu anasema bila shaka usitishike, hana cha kuomba. Amekata hii. Anasaidiwa na Roho Mtakatifu.
kisichoweza kufanya nini? Kutamkika ndani yetu. Ukiona unaomba ukaanza kunena kwa lugha, maana yake kwenye hilo eneo unaloombea huna maneno ya kutosha kusema. Huwezi kuokoka kama una roho. Ni roho. Waefeso 2 mstari wa mlango wa 2 mstari wa 8 anasema hivi, ninyi mnaokolewa kwa neema kwa njia ya nini? Ya imani, ambayo hicho ni kipawa cha nani? Cha Roho Mtakatifu. Ili mtu aokoke, inabidi Roho Mtakatifu atoke mbinguni amuingie. Maana hakuna awezaye kusema Yesu Kristo ni Bwana kama hana roho wa nani? Wa Kristo. Yeyote mwenye roho wa Mungu ndani yake akasema tu Yesu ni Bwana. Sasa inategemea na level na ukuaji wake. Inawezekana ni mtoto kiroho, inawezekana ni mchanga kiroho, haitofautishi. Sikiliza, mtoto aliyezaliwa awe na siku moja ni mtoto, awe na miaka 10 ni mtoto, awe na miaka 50 ni mtoto. Sema amina. Na huku kwa Yesu mtu asikutishe. Unajua ni kama kwa baba yako. Unaweza mimi hapa na watoto, kuna mmoja ni mkubwa mpaka amezaa na watoto, alafu na kingine ni kadogo hata kusoma vizuri akalimu. Lakini nataka nikwambie, kama leo mimi ninakufa, ninaacha mali zangu, kale kadogo kasichojua kusoma na yule mkubwa ambaye ni mkubwa kabisa, wote wanaurithi sawa. Na sisi ndani ya Yesu tuwe tunaojua kidogo, tuwe tunakaroka Mtakatifu kidogo, tuwe tuliokoka jana ni wachanga, na kuambia tuna haki ile ile ambayo mwana wa Mungu Yesu Kristo anayo. Ukijua wewe ni mrithi pamoja naye kwa njia ya Roho Mtakatifu, unaacha mashaka. Amina. Unajua watu wanatukishaga sana na kunena kwa lugha. Baba anaenda mlimani akiteremka anambia tubebe Bwana Yesu. Bwana Yesu. Unaanzisha nini bwana? Mimi na wewe mbele za Bwana ni kitu hiki? Bila kunguma. Unaweza kusikia watu ambao wao ni kukosoa. Ukija hapo umefanya nini? Mbona umekaa kama kahaba? Umekaa hivi wewe dada, mbona na hii hivi? Vitu vya nje haviongezi thamani ya ndani, bali vitu vya ndani vinaongeza thamani ya nje. Kama unielewa usiseme amini ni afya. Sema amini ni afya. Unyoe kipara wewe unatamani mbele za Bwana. Usuke nywele wewe unatamani mbele za Bwana. Uwe na wingi wewe unatamani mbele za Bwana. Kinachomata, je, Roho Mtakatifu anaishi ndani yako? Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 2 na wa 3. Distance iliyo kati ya Mwanzo 1 na Mwanzo 2 ni miaka 1000 au miaka milioni. Lakini okay, Bwana asifiwe sana. Na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya vilindi vya uso wa nini? Wa maji. Na Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa nini? Wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwenye hii mstari unamuona Baba akiumba mbingu na nchi. Alafu unamuona Roho Mtakatifu akiwa juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Alafu unamuona Baba akitamka neno. Neno la Mungu ni mwana. Biblia inasema Bwana Mungu akasema. Ile Mungu kusema maana yake ni neno. Sema amina. Na akasema iwe nuru, na aliposema nuru maana yake ni Kristo. Kristo ndiye nuru ya ulimwengu. Sema amina. Kwa unamuona Mungu anaishi katika utatu, anafanya katika utatu, anaoperate katika utatu, anatembea katika utatu, anabariki katika utatu. Sema amina. Mungu huwa anajifunua kama apendavyo yeye, lakini katika utaratibu na kanuni yake mwenyewe. Mungu hajifunui kama unavyopenda wewe au unavyopenda mimi. Na ndio maana watu wengi wanachelewa kupata baraka, kwa sababu wao wanasahau habari ya Mungu. Unapomuomba Mungu, unapomtaka Mungu akusaidie, lazima umpe Mungu distance. Umpe Mungu muda wa kuingilia kati mambo yako. Mungu anajifunua kama apendavyo yeye katika kanuni na utaratibu wake. Kumbukumbu la Torati mlango wa 33 na mstari wa 16. Wakati Mungu anajifunua, huwa atafuti mtu ama aombi kibali. Mara nyingi sana watu wanataka Mungu ajifunue kama wao wapendavyo. Ukisoma wakati Mungu anajifunua kwa Musa, alijifunua kwenye kijiti. Mungu alijifunua, mstari wa 16 anasema hivi, na kwa vitu vilivyo bora vya nchi na kujaa kwake na uradhi wake aliyekaa ndani ya kile kijiti, na ile baraka juu ya kichwa chake Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake aliyetengwa na nduguze. Mungu alijifunua kwa Yusufu aliyetengwa na ndugu zake kama yeye aliyopenda mwenyewe. Mungu aliamua kujifunua kwa Yusufu. Yusufu alienda Misri. Watu wanaofahamu habari ya Yusufu ni habari kubwa sana. Akauzwa na ndugu zake. Lakini Mungu alipotaka kujifunua kwa Yusufu, alijifunua kama apendavyo.
apendavyo. Tunakwenda pamoja? Watu wengi sana huwa wanataka Mungu alifunue kwao kwenye formula ya uniform. Wana wa Mungu, kama mnataka Mungu afanye mambo makubwa kwenye maisha yenu, ondoeni macho yenu kwa watu wengine. Amen. Sema amina. Hivi unajua kwa nini watu wakisikia mbando, kwa mbando watu wanapona sana, wanakuja maelfu. Watu wengi walisikia kwa sababu Loliondo kuna nini? Kuna dawa. Wengi walifia njiani. Kabla haujautafuta msaada wa Mungu, tafuta kujua Mungu anataka kufanyaje kwako. Kuna watu watakunywa kikombe watapona, yaani kuna watu watapuliziwa tu watapona. Kuna watu watapakwa mafuta watapona, kuna watu watakunywa maji watapona. Kuna watu wataombewa tu watapona. Kuna watu watatamkiwa tu watapona. Ukimweka Mungu kwenye formality, kwenye namna fulani. Kuna watu sasa, sitaki kufanya vita nao. Wanasema ukitaka kubarikiwa toa fungu la 10. Na wanakuhimiza na wanafundisha na wanakulazimisha mpaka unaamini ukishatoa fungu la 10 tu utapata hela. Alafu ukishatoa fungu la 10 hauna hela. Shida sio kutoa fungu la 10. Shida ni kule ulikopeleka imani. Ukipeleka imani kwenye sadaka, Mungu anaachana na wewe. Kuna watu hawaamini Mungu leo, wanaamini maombi. Kuna watu ambao hawaamini Mungu, wanaamini maombi. Wakiona jaribu kidogo sana, tumishi Bwana sasa, hii nitafunga 7. Huyo anafunga zake 7, anapanda zake mlimani, anaanza baba. Siku 7 zikishuka, akishuka kama ni kondoo ndo amekufa, kama ni kazi ndo anafukuzwa. Kwa nini? Anaamini maombi, haamini Mungu. Je, maombi ni kitu kibaya? Je, kutoa sadaka ni kitu kibaya? Unapopeleka imani, Mungu anajifunua kama apendavyo yeye. Kumbuka nazungumza utendaji kazi wa uungu. Ukitaka kutembea na Mungu uwe flexible. Ukitaka kutembea na Mungu akutendee miujiza na maajabu, wewe muamini tu, mpe yeye uchaguzi wa kuamua. Mpe Mungu maamuzi, yeye akuamulie. Akitaka uolewe na miaka 17, sawa. Akitaka uolewe na miaka 38, sawa. Akitaka uzae watoto wa kike peke yake, okay. Tata dada mmoja nikakutana naye, ananiambia baba, naomba niombee. Na kati ya upapa ambao Mungu amenipa, sikumbuki mtu leo kumwombea akaacha kuzaa. Kama uko hapa una shida ya uzao, niambie. Ni moja kati ya anointing niko nayo. Jamani, Bwana sasa. Amen. Nilishinda baada ya kushindana mimi. Nilipambana na uzao. Shetani akaua mtoto wangu wa kwanza, akaua watoto wangu wawili mapacha, akaharibu mimba nyingine ya 4. Unaangalia mke, unatunza uzazi na ana mtoto wa kwanza, unamaliza nenda wa pili, unamaliza nenda wa 3. Baba tio, unaona umepakata mtoto, tumishi wa Mungu hapa, Jafeti umepakata mtoto. Unaenda watoto 4, hakuna mtoto. Nikamwambia shetani, utakaa sawa sawa na mimi. Nikaanza maombi. Jamani, Bwana sasa. Amen. Nikachimba, nikaenda, nikapambana na shetani. Nilipomshinda, Bwana akanipa certificate. Haleluya. Amen. Unajua hata leseni ya gari kuna wanaotoa, wanaita vehicles. Amen. Na leseni ya biashara wanaotoa ni nani? Ni manispaa. Cheti cha ubatizo anayetoa ni wachungaji. Kuna mtu anasikia aseme amina. Una cheti gani? Sasa niliposhinda ile roho, baba, niliposhinda roho ya kuua wana, ya uzao, ya kushindana na uzao, Mungu akanipa watoto. Sasa hivi nina watoto 8 na wajukuu ngapi? 5. Amen. Mtoto wangu nimeongeza mjukuu wa 5. Yeye amezaa mtoto wa kike. Simseme amina kama amen. Sasa wanaozaliwa jinsi vile amezaliwa hapa Wakristo, hata wanaozaliwa hapa majemedari hapa na Jordan na wengine bado wanakuja. Na wapako wanakuja, sema amina. Amen. Sasa na wapako wanakuja, sema amina. Kwa nina certificate ya uzao, si kwa sababu tu nilishinda ile roho ya kushindana nini na uzao. Amen. Hakuna mtu anayeweza kutoa kitu ambacho hana. Ili umbariki mtu lazima na wewe ndio mbaraka. Wewe unajua na babu yako unataka kubariki, unazipata wapi baraka wewe? Nikamwambia yule dada. Akaniambia, nilikuwa nakueleza dada, nilikuwa nataka nimuombee apate mtoto. Nikamwambia okay, una watoto 2, ni shida ni nini? Akasema ninaomba uniombee nipate mtoto wa kiume, maana na wa kike 2. Nilipoweka mkono tu juu yake, Roho alikuwa ananiambia simpi mtoto kwa sababu nia yake ya kupata mtoto ni tofauti. Ana watoto 2 wa kike. Sasa anaomba mtoto wa kiume. Huyu mtoto wa kike yuko darasa la 4 na hana mdogo wake.
na Mungu anampinga, maana kila anapoenda kuomba anaomba mtoto wa kiume. Huyu dada ni mchaga na ana mawazo watoto wa kiume ndio warithi. Usipozaa mtoto wa kiume wewe una maana. Nikamuuliza, Mungu anasema nia yako unataka mtoto wa kiume kwa sababu umempa heshima. Nikamwambia Mungu akikupa mtoto huyu wa kiume unayemtaka, hawa mabinti zako wawili mnaachana milele, maana utampendelea na hawa watoto watakuchukia milele. Akaniangalia kama hajaniona, nikamwambia nimeongea, naomba nirudie tena. Akaniambia baba, umesemaje? Nasema huyo mtoto unayemtaka unataka asatisfy, atosheleze ile kiu ya wanawake wa Kichaga, wanawake wengi wa kaskazini. Ukikatia hapo sasa umekuja huko kote mpaka wa Arusha, wa Masai hao, mpaka ukienda huko kwa Warangi wa nini hao wa Iraq, wote mtoto wa kiume kwao ni maana sana. Na ndio maana yanakuwa manyang'au, maana yanapendwa, yanadekezwa. Nasema mtoto mbele za Bwana ni mtoto. Amen. Au wa kike ni mtoto. Amen. Ukabadilisha nia, Mungu akupe mtoto wa kiume. Akasema badilisha, nikamwambia mwambie Mungu nipe tu mtoto wa kiume. Ili na mimi niwe na nyekundu na nyeusi. Na blue. Yaani ni baraka. Niwe na nini? Na watoto mbalimbali. Sio niwe na watoto sana watamani zaidi. Mimi kwangu watoto wote wana haki sawa, wana thamani sawa. Ni kwa kuwa tu ningekuwa na ruhusa wa kike ningewapa thamani zaidi. Lakini basi tu na wa kiume wenyewe watamani. Yesu asifiwe. Mungu afanye kazi kama upendavyo wewe. Kumbuka ndio pointi yangu. Waolewe kama fulani, waoe kama fulani, wazae kama fulani, wafanikiwe kama fulani. Wana maono, wana ndoto, wana mambo, wanataka Mungu apite kwenye njia zao. Njia zako sio njia zake, asema Bwana. Mungu anafanya mambo kwa ajili ya yeye na kwa ajili ya utukufu wake yeye na kwa faida yake yeye mwenyewe. Mungu anaga biashara na watu. Kuna watu wanafikiri watu mawazo yao yanamgusa Mungu. Ni kweli, lakini Mungu atayatoa kwa faida yake. Mungu akiona kukusaidia atapata utukufu, anakusaidia. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4 mpaka 11. Biblia inasema yeye ametoa karama, ametoa huduma, anatenda kazi katika yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu asaidiwe na watu. Kuna mtu yuko hapa anafikiri sadaka zake zitamsaidia Mungu kufanya. Kwa nini injili leo sio mahubiri ya watu? Hii injili ni ngumu kidogo. Ni kama naambia watu wasipe sadaka. Lakini I want to tell you how God operates. Mungu akiona unapata sadaka alafu unaanza kuvuna. Kwanza hata mimi sadaka na nikataa, tunaondoa sadaka zako. Yaani kuna watu wakitoa sadaka wanafikiri wamepata heshima zaidi kwa Mungu. Na si kwamba wanafikiri, ni kweli. Ukimtolea Mungu sadaka kwa bidii, ukiwa unampenda yeye na unatoa sadaka kwa ajili yake yeye, Mungu anakuheshimu. Lakini ukiwa unamnunua, Mungu anunuliki. Mwanadamu ananunulika. Mungu alinifundisha majuzi. Akaniona unaona wale watu, nikamwambia ndio Bwana. Sema wale watu watoe sadaka. Nikamwambia wanafanya nini? Sema wananunua watu. Hivi jamani, tukitengeneza hapa Harambee na tukasema hao waliokaa hapa mbele ni wageni rasmi, na mama mchungaji Silas yeye ndiye mgeni mkuu. Bwana sasa tukamchukua fulani, tukampa microphone aanze kumkaribisha mgeni rasmi. Tunataka ili kanisa tuweke symbol. Ili kanisa mnaliona kama tukiweka hapa mbele, tukitaka kuweka symbol. Hiki kipande hiki mnachokiona hapa kikigharimu milioni 6.5. Hapa ili symbol ikae juu tulifunga chuma. Ili mbao zikae, ili alibodi zipigwe, tulifunga hapa chuma. Kwa hiyo karibu kama milioni 6.5 kufanya hiki tunachokiona hapa mbele. Alafu tunasema sasa tunataka kufanya kanisa zima. Alafu mchungaji Silas yeye ni mkurugenzi wa kampuni fulani kubwa. Jamani, mnanisikia vizuri? Alafu tumemweka pale mbele, tunamweka hapa kabisa na kile kitu kikubwa cha askofu ile tunamkalisha. Alafu tunamtafuta MC. Anamuelezea mama, hizo nywele umesuka Ufaransa. Hiyo miwani yako ni kama imetoka Zurich kule wapi Uswizi. Alafu huyu mama alipokaa pale, hao wengine na wengine wakurugenzi wa makampuni. Amen. Ambao sasa anajilinganisha nao. Kwa maana tajiri mwenzangu, hapo umeweka tajiri mkubwa na matajiri wenzake. Alafu tunamwambia mama, kwa kweli tunataka hapa milioni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si milioni 6 mara 6 kama milioni 50 kuweka hii floor hapa. Mnafikiri mama atatoa shilingi ngapi? Kiwango cha chini tuseme atatoa milioni 10, si ndio? Wangapi mnanielewa?
Yesu asifiwe. Hili ni waulize wana wa Mungu. Tukamfuata mama huyo, mimi na Mansia na dada Efrania na mama Bibi pale, tukatafuta na mzee mmoja, tukamweka pamoja, tukaenda na bahasha inaandikwa kale, tunaomba mchango na sadaka yako mama kwa ajili ya kuweka rufu hapa kanisani. Atatoa shilingi milioni 2. Makinalo. Ulitupigia makofi baba, anajua kukabili ya Mungu. Unajua wangapi mnajua anaweza hata akasema sina hela. Tena matajiri sasa ile kanisa hili. Anaweza kanisa gani? Ni Katoliki? Ni Lutheran? Ni hivi kanisa vinafaliania? Ni manabii? Si unajua matajiri wengi ni wa watu wa dini zao. Alafu nakuangalia kama mmemfuata kwa gharama sana, anawapa laki. Nakumbuka zamani mimi nilikuwa na mzee wangu mchungaji Longo Alisea Lemelu, mchungaji huko. Tuliondoka naye tukaenda kwa mtu aliyekuwa anaitwa mchungaji Longo Alisea, alikufa na huyo alikuwa anaitwa askofu naye alikufa. Tajiri mmoja mkubwa wa mawe. Tukafunga safari na yule mchungaji. Mimi nilikuwa mwinjilisti wake, yeye ni mchungaji wangu. Anaendesha kile kisuli, unafahamu kile kisuli? Kiwante tumepiga huko Burana huko. Tumetokeza tumekutana na askofu. Tumeenda kwake. Askofu alikuwa ni Masai na mzee Longo alikuwa ni Masai. Wakaongea. Nimekuja hapa na mwinjilisti wangu, tumekuja kukuomba mchango wa jengo. Yule askofu, yule bwana tajiri. Nikisema askofu nafikiri hakuwa askofu, alikuwa anajiita askofu. Alikuja hapa mjini akanunua ghorofa, akashika hela, akawa anarusha mpaka mama wa sokoni akataka kuifia hapa kwa bali. Tukamfuata nyumbani kwa siri kumuomba mchango. Unajua alisemaje? Alituangalia, akasema nataka mchango. Akasema unajua kwanza mimi siku hizi nimeachana na Mungu, mimi siku hizi niko na shetani. Lakini kwa kuwa mmekuja mbali sana na wapende 10,000 mweke kitu troli chenu mafuta mimi. Ndio alikuwa Masai swali mchezo wa kijana roho takatifu, alikula moyo. Alichukua hela akatupa juu. Hapa mlaani malana yote. Ukapeleka ujinga wako na shetani wako ufie mbali. Ile askofu akapata. Akatupa na ile hela. Na atakuwa na mafuta ya kurutu kutoka kama wale mambo na mchungaji uelewi maneno. Tutasukuma hii ngoma mzee. Nataka kusema nini? Mungu afanye kama upendavyo au kama uonavyo. Na watu nao waona wanatoa, usifikiri wanampa Mungu, wananunua umati. Na wewe unaweza kuwa unawaiga ukinunua umati. Mungu anataka wewe unapomtolea unatoa siri. Na unatoa kwa sababu unampenda, sio kwa sababu unaona matajiri wenzako pembeni. Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu na Mungu Mwana huwa hawafanyi kazi pamoja. Halo? Kama sisi tunavyoona. Kwa mfano, hitaji unalolihitaji kwa Baba hauwezi kulipata kwa Roho Mtakatifu. Kuna mahitaji anayatoa Baba peke yake. Na kuna mahitaji anayatoa Roho Mtakatifu peke yake. Na kuna mahitaji yako kwenye ofisi ya Yesu Kristo peke yake. Biblia inaeleza kabisa juu ya mambo fulani na mahitaji mbalimbali. Naomba niwaambieni wana wa Mungu, kuna mahitaji ya msingi ambayo Mungu amewapa wanadamu wote ambayo hata mwanadamu asipoomba upewa. Kwa mfano, uhai, chakula, mavazi, afya njema. Hiki ni kitu ambacho Mungu amekitoa kwa ajili ya watu wote bure. Biblia inasema yeye huonyeshea mvua wema na nini? Na wabaya. Kwa hiyo kuna mahitaji ambayo ni general yanatolewa. Jamani, tumeelewa vizuri? Ambayo hata kama wewe haujayaomba yanakuja. Don't take it for granted. It is by the grace of God. Yanatolewa kwa neema ya Kristo. Hata kama hujayaomba, lakini kuna mahitaji ambayo kama ni mahitaji yako huwezi kuyapata. Na mimi washangazi, kuna mahitaji mengine ni ya general lakini Mungu anakujibu.
mahitaji mengine yametolewa bure kwa watu wote, lakini Mungu anakunyima wewe. Ukiona Mungu anakunyima mahitaji ambayo amewapa mpaka ng'ombe na mbuzi na mbwa, wewe amekunyima, unahitaji kutafuta. Ukiona una mahitaji ya msingi, ukiona una struggle, jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilipokuwa naoa nilistruggle sana, nikachumbia nikashindwa kuoa. Nilipokuwa nafanya bidii ya kuoa ndo nikazidi kupata mikosi na kurushwa na kuharibikiwa. Halo, nilipoanza kuomba, siku moja Roho Mtakatifu akaniambia, tafuta wanaume 2 3 waliooa, waombe wakuombee ile neema ya kuoa na wewe ikuingie. Amen. Nikawachukua nikaenda nao mahali nikapiga magoti, alafu wenyewe wamesimama, mimi wamenipigisha magoti kidogo ya katike hivi. Ndio kuna watu kuwapa nafasi wanakuomoa. Hao jamaa walikomoa. Nimepiga magoti masaa. Wanaona tu baba mpe mke, baba mpe mke. Nikiwa naombewa pale chini, Roho Mtakatifu ananiambia, unataka kuoa? Nikasema ndio Bwana. Unataka kuoaje? Ndoa takatifu. Uoeje? Harusi. Uwefanyeje? Sasa kama yani nilipomaliza maelezo yangu akaniambia, unataka kuoa hivyo kama nani? Mama yako aliolewa kwa kubakwa, bibi yako alibeba akawekwa begani, shangazi yako aliolewa kwa kubakwa, mwingine alinunuliwa tumaini ya kuchoma azida akabakwa. Wewe unataka kuoa ndoa takatifu na harusi na matarumbeta, eti unaenda hapo mbele uolewe hivyo kama nani? Wangapi mna uhakika leo ukitaka kuolewa kama mbwa unaolewa? Mbona sasa imekuwa mbaya? Kuna watu wazima hapa, hii mambo tuachana ya vijana. Wala kumba leo ukitaka kuwa na mke jioni unakosa. Na wewe na mke wako kama mbuzi unakosa. Jamani, unakosa au kosi? Hata kujifunza hapa naona kunaeleza wanaendelea ukosi. Lakini kwa nini unataka kuoa ndoa nini? Nzuri. Unataka kuoa ndoa unataka matarumbeta. Kwa mara ya pili tunatangaza ndoa. Tarehe 14 tunafunga ndoa hapa, sema amina. Amen. Ukitaka kuoa ukaona una shida na huwezi kuoa, Mungu anakutaka barazani. Amen. Kama unanielewa sasa. Amen. Sasa kuna mambo ambayo Biblia inasema apataye mke apata nini? Chema. Tena apata kibali kwa nani? Bwana. Sasa nikuulize, anayetoa mke ni nani? Maana yake ni hii, hitaji la mke liko kwenye ofisi ya baba. Ndio. Amen. Tutaongea siku nyingine na vijana, lakini naomba niendelee. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaanza kumwambia Roho Mtakatifu, naomba mke, utakasa. Kama kuna mtu nimempa kitu kipi, aseme amina kwa shangwe kubwa. Kama kuna mtu nimesema naye jambo lipi, aseme amina kwa shangwe kubwa. Kuna mahitaji yanamhusu Baba peke yake, na kuna mahitaji yanamhusu Roho Mtakatifu peke yake, na kuna mahitaji yanamhusu Bwana Yesu peke yake. Kuna tofauti ya karama, bali Roho ni yeye yule. Ukitaka kufanya vitu kwa ubunifu mkubwa na ustadi mzuri, hata kwenye kazi zako za kawaida, mkonsult Roho Mtakatifu. Amen. Mstari wa 5, pana tofauti ya huduma. Hebu sema huduma. Sema huduma. Na Bwana ni yeye yule. Hapa anaposema huduma, tunaenda kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 4 mstari wa 9. Anasema alitoa mitume, manabii, walimu, wachungaji na wainjilisti kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma ifanye nini? Itendeke. Sasa huduma sio karama. Tunaweza kuwa na mtumishi wa Mungu, mchungaji kama yule, bado sijajua jina lake, lakini nimempenda tangu nilipomwona. Simpigie makofi mazuri kwa yeye. Hapa kuna mtumishi wa Mungu naye, leo simama mtumishi wa Mungu. Njoo mbele. Mpe Yesu makofi mazuri kwa ajili ya mchungaji na askofu. Yeye ni askofu wa kanisa la Anglikana. Simama hapa ili madhabahu isitikise. Maana sasa wewe kitu chako madhabahu isije kukuzidi nguvu. Haleluya. Mnamuona amependeza hajapendeza? Ni handsome sio handsome? Ni baba wa watoto wengi na mke anaitwa Neema. Sema amina. Huyu mchungaji mimi naweza kawa mshirika wake, nikawa na karama na vipawa vingi kuliko yeye, lakini sina huduma alionayo yeye.
Nitaongea na nyinyi msikilize vizuri washirika. Mnanisikia vizuri? Kuna watu wanakuwa na vipawa na karama, wanafikiria wanaweza kumzidi mchungaji mwenye huduma. Mimi ni msomi kuliko huyu mchungaji. Mimi naweza kuwa na pesa kuliko huyu mchungaji. Mimi naweza kuwa na uwezo wa kuongea maneno nikayapangilia vizuri kuliko mchungaji anaitwa Robinson. Robinson yeye hana maneno mengi. Kama nikaelimu alikuwa nako, nika certificate ama ka diploma ka theology. Lakini mimi hapa nimesoma. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sina huduma. Anasema ila pana tofauti ya huduma. Huduma maana yake inazungumza ni ofisi kama wizara. Kiingereza tunasema ministry, maana yake ni wizara. Kwa hiyo huyu ni waziri wa wizara ya elimu. Chini ya huyu waziri kuna wakuu wa shule, kuna maprinsipal, kuna maprofesa wa chuo kikuu, lakini waziri wa elimu ni huyu. Jamani, mnanielewa? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huyu waziri wa elimu, chuo kikuu cha Dar es Salaam kiko chini yake, lakini yeye ana diploma. Yeye ni waziri wa elimu. Vile vyote Tanzania, maprofesa, madokta wako chini ya huyu mtu, lakini yeye yuko pale. Mungu anapomweka mchungaji ndani yake anaweka huduma. Unaenda kwenye kanisa kama hili, kwa na mwanangu mmoja kana nipo ushuhuda. Sasa kuna mchungaji mmoja mzee wala ongei tena, ni mkoloni tu. Ana masheria mengi ya ajabu. Lakini kanisa lake limejaa. Unaenda kwenye kanisa halina hata speaker, halina hata mashirika, halina hata feni zinazozunguka hapa na maspika makubwa kama haya, halina. Huyo mchungaji yupo tu, hata mambo ya carpet adui kwenye vyombo hapa. Tena mkiongea na wanyamenya microphone, lazima keyboard anahubiri mwenyewe. Lakini washirika, ujanja wa kupata washirika wengi sio elimu, ni huduma. Amen. Nataka kama naelewa vizuri. Kama naelewa vizuri sema amina. Huyu mzee, huyu amepewa wizara. Sasa hiyo wizara kama ni ndogo, ana washirika wachache. Kama hiyo wizara ni kubwa, ana washirika wengi. Kuna mzee mmoja kwa anaitwa Mzee Kulola, hata shule alikuwa anakataa. Mzee Kulola ndio amewaletea wayitima matanzo mengi. Alikuwa anasema, nikasome chuo cha Biblia miaka 3, wenye dhambi wataisha. Alikuwa anataka wewe ukiitwa nenda na ubiri hata mambo ya kwenda chuo cha Biblia. Wakashindana mpaka akatoka kwenye ile kanisa la Tesebeso. Amen. Lakini Mzee Kulola alikuwa akija hata hawezi kuongea. Hana sura nzuri sana, alikuwa na video yake bwana kikara kama cha kwangu. Akitembea tu, Kiswahili chenyewe cha Kisukuma. Nataka nizungumze. Yaani watu wanamfuata kama siafu. Alikuwa ni nani? Ni waziri wa nini? Wa elimu. Sema amina. Pana tofauti ya huduma, pana tofauti ya karama. Mnaelewa vizuri wana Mungu? Na huyu mtu ambaye Yesu amemweka, Roho Mtakatifu amwingilie. Alafu na Mungu Baba amwingilie. Hebu tuende mstari wa Baba solo. Mstari wa 6. Kisha 1, 2, 3. Kisha pana tofauti ya kutenda nini? Kazi. Bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Sasa Roho Mtakatifu anatoa karama, Mwana anatoa huduma, Baba anafanya nini? Kazi. Hebu fikiria, yaani kazi zote zinazofanywa kwenye wizara ya elimu zinafanywa na Baba, na vipawa vyote vya Roho Mtakatifu vinavyotolewa vinafanywa na Roho Mtakatifu, sio? Jamani, mnaelewa vizuri? Lakini vikioperate kazi ikitokea inafanywa na nani? Na Baba. Ili baada ya yote utukufu wote uwe katika yeye, mambo yote yawe katika yeye. Haleluya, haleluya. Sasa kuna vitu tunakosea. Ukitaka baraka, kuna waziri wa elimu ameweka. Ukikataa, nenda kwa Roho Mtakatifu. Na kuna watu wanasema Bwana sasa mimi mchungaji wangu Roho Mtakatifu. Mimi mchungaji wangu Roho Mtakatifu. Nimemwomba Roho Mtakatifu ameniambia. Roho Mtakatifu ameniambia. Wizara ya elimu iko hapa. Kama wewe ni mwalimu mkuu, njoo wizarani. Mimi mwenyewe na nabii wangu ninaongea.
Na ndio naongea. Ndugu yangu, wizara ya elimu hii. Wangapi wanajiona wanaona watu wanaopotea? Sikia nikueleze, kuna baraka mpaka mchungaji wako. Na mbele nikueleze, hiki kitu hakikai mwilini. Hakikai kawaida, hakikai mwilini. Kinakaa moyoni. Unapaswa kumheshimu na kumthamini mchungaji wako, sio kwenye maneno, moyoni. Yaani pamoja na elimu yake duni, pamoja na ujinga wake mwingi, lakini moyo wako unamheshimu. Kwa nini? Amepewa nini? Wizara. Kama kuna mtu amenielewa aseme amina. Kama kuna mtu mwingine amenielewa aseme amina. Unataka baraka, njoo hapa. Kuna vitu tunavitaka haviko kwa Baba, tunavinyang'ania. Je, wajua kuna vitu ambavyo Mungu alishatoka kwenye ofisi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu akaviweka kwenye ofisi ya watu? Kuna vitu ni baba yako aliyekuzaa na mama yako tu wanavyo. Unamheshimu baba yako na mama yako, unapata wema siku nyingi alizokupa na Mungu wako. Haumheshimu baba yako na mama yako, utaishi maisha ya nukta hata kama umejaa Roho Mtakatifu. Yaani sasa hivi wewe ambaye unajua baba yako alishakufa, mzee Timo, mzee Saidi alishafanya nini? Kama umheshimu, nenda katika ulimwengu wa roho, mwambie Baba natubu. Sema angelikuwepo leo mzee Saidi ningemheshimu. Patana naye katika ulimwengu. Unaondoa ule uchungu. Unajua kuna watu wazazi wao wamekufa, alafu bado wamebebana nao. Nakwambia unaweza kuwa na baba mbaya, cha kufanya shindana na ule uchungu mpaka umwachilie. Amen. Mwambie Baba na ubaya wako nimekusamehe na nimekuachilia. Unamtapika kama mtu ametapika nini? Kolokolo. Toka kwa jina la Yesu. Shetani huwa anatengeneza chuki. Alafu wakati mwingine alipompiga anatumia hata baba yako. Yaani wewe unampenda baba, unataka kumpendezesha, shetani anamtumia baba yako. Na kila ukimkaribia anakuumiza. Yaani ukipanga suluhu anakuumiza. Cha kufanya unaachana naye, unaenda kwenye ulimwengu wa roho. Unatengeneza kwenye ulimwengu wa roho. Unashindana zile roho ambazo zilikuwa zinashindana. Unajua, ningezungumza nilikuwa nafundisha. Kuna mtu alikuwa anaitwa Yakobo na mwingine alikuwa anaitwa Esau. Esau na Yakobo walishindana. Na Esau akamtafuta kumuua nani? Yakobo. Lakini siku Yakobo anatoka kule alipokuwa ametoka, Yakobo akafikiria, Bwana akamwambia, wewe ndugu yangu anakutafuta roho yako. Yakobo akasema nitamshinda. Halo. Akakata makundi ya ng'ombe 200, nenda. Ya Esau alipokuwa naenda anakutana na ng'ombe 200. Sana anasema Bwana wangu, mtumishi wako, mtoto wako, mjakazi wako anaitwa Yakobo. Yakobo yule mdogo amesema hizi ng'ombe tukuletee. Wakati wachungi wako wanafunga ng'ombe, kundi la mbuzi 300 wanaingia. Wakati wachungi wanashughulika na mbuzi, kundi la kondoo 800 wanaingia. Wakati kondoo wanaenda, kundi la ngamia linaingia. Akaachana na ng'ombe na mbuzi na ngamia, akakimbia nyikani, akasema namtafuta ndugu yangu Yakobo. Haleluya! Yes. Akamkumbatia, akalia. Uadui ukafanya nini? Wewe unang'ang'ana na baba yako, amebeba makombora ya nyuklia kukuua. Unang'ang'ana na mama, ana shetani wa kuzimu wa kukuua. Unamsamehe, unaomba mbinu za kumshinda. Jamani Bwana sasa. Amen. Kama ni mlako anapenda kula, unamchomea mguu wa ng'ombe, sio wa mbuzi. Kwa Masai, wazee wa Kimasai najua, una baba yako mkorofi na unajua anapenda nyama, hauchomi mguu wa mbuzi. Unachoma mguu wa ng'ombe kilo 50. Alafu unabeba unapeleka. Wakati amefikia hapa sasa, kuna mtoto wako amesema wewe huu mguu anakuja kesho. Ni nani jamani? Ametuma wazee. Hebu fikiria wewe mzee hapo. Jafet ampatani. Na ujui. Unashangaa wazee kutoka Tanga wanakuja wameleta mguu wa ng'ombe uliopikwa na mbichi. Alafu nakwambia tutakuja kesho kutwa endelea kula. Unang'ang'ana wakwambie nani haujui. Hiyo kesho kutwa unashangaa pika hapo inakuja na maharage na mahindi na mchele na mwaga hapo. Sio tataka kumwambia huyo mtu haraka. Hata kama ni ndugu yako mtumishi wa Bwana, tunamsamehe kabla ya mambo yote. Wewe namna gani wewe? Mwambie mwangalie kama wewe na mangi namna gani wewe nani mangi? Mangi wewe mzee mangi. Mangi ni msafi. Namna gani? Ukiona ni mlamu, ukiona ni mtu anapenda